Tuombe. Mungu mwenye nguvu, mfalme wa falme, tunakushukuru kwa ajili ya wakati mzuri ambao umetubariki, wakati wa kulisikiliza neno lako, neno la baraka, neno ambalo umelikusudia watu wako wajifunze siku ya leo. Wakati tunapokwenda kulisikiliza, tunaomba Roho yako Mtakatifu katujalie kuyaelewa na maandiko, katika jina la Yesu Kristo. Gusa fikra na mawazo yetu katika jina la Yesu. Kwenye kipindi hichi ambacho ni chakula mezani mwako, tusaidie kwa Roho yako Mtakatifu, na mimi kanipe nguvu ya kufikisha ujumbe huu kama ulivyokusudia. Kwa Yesu Kristo Mwokozi tunaomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulikuwa na mahafali pale chuo cha Biblia, tuliweza wanafunzi kadhaa kama 6 waliweza kuhitimu kwa diploma wakiwa nafikiri 3 na certificate kama sikosei ni 3. Kwa diploma walikuwa ngapi? 3. Yeah, walikuwa 5. Diploma 3 na certificate wawili. Wanasoma sio miaka 2 au 3. Ukiangalia kuna mtu alikuwa na miaka karibia 5 au 6 anasoma. So tumebarikiwa kuwa na watu, tutawatumia vile Mungu atakapotupa kwa ajili ya kutufundisha. So tuombe Mungu, vile tunaendelea mambo mazuri yanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea, tutaboresha kila kitu, kitakaa sawa. Tunaenda taratibu. Tulikuwa tunaabudu kwenye nyumba ya mama, Mungu akatupa kiwanja, Mungu akatupa jengo na tumeanza kwa nguvu. Tumepata mwimbara, sio jambo jepesi. Tumepata meza na vitu vidogo na viti vya kisasa. So nafikiri tunaenda taratibu, hatua kwa hatua, kama vile mtoto anafanyaje, anakuwa. Lakini kanisa la Maji ya Chai lilikuwa limeondokewa na mpendwa, kwa na mzee anaitwa Mzee Tumaini, alifariki na alizikwa jana. So tuwaombee familia hiyo ili Mungu aendelee kuwatia nguvu. Ni watu ambao walikuwa ni wakaribu wakati nikitumika pale Maji ya Chai. Mzee ambaye alikuwa rafiki yangu sana, na ndivyo wakati wake ulivyofika, Mungu akamlaza. Amen. Kile kitabu cha Luka sura ile ya 24, bado tuko kwenye Luka 24, mstari ni wa 45. Mstari ni wa 45. Acha nisome kuanzia mstari wa 44 mpaka mstari wa 49, lakini nitafundisha mstari wa 45. Maandiko yanasema, kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya 3, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo hayo. Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Kichwa cha somo kinasema, akawafunulia akili zao waelewe maandiko. Akawafunulia akili zao waelewe maandiko. Akawafunulia akili zao. Wapendwa katika Kristo, kusoma Biblia na kuelewa ni vitu viwili tofauti, kwa sababu watu wengi wanasoma Biblia lakini ni wachache ambao wanaelewa. Unaweza kuwa unasoma Biblia lakini usielewe, na mahali ambapo Ibilisi anatumia kuumiza watu wengi ni mahali ambapo utasoma maandiko na usielewe. So watu wengi wanasoma lakini ni wachache wanaelewa, kwa sababu kuna tofauti ya kusoma na kuelewa, kwamba ujumbe huu ulikuwa unamaanisha nini kwa wakati ule, lakini kwa wakati wa leo ujumbe huu unamaanisha nini. Uelewa kweli wa neno la Mungu hutoka kwa Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndio anaweza kukusaidia au kukufanya uweze kuelewa maandiko, kwa sababu Yesu
alifanya kitu cha ajabu sana alipokutana na wanafunzi kabla ya kupaa. Kabla ya kupaa alifanya kitu cha ajabu sana. Alifungua akili za wanafunzi kwa sababu waelewe maandiko. Kwa lugha nyingine, aliondoa giza lililokuwepo kwenye akili au kwenye maisha yao ya kiroho, waweze kuelewa maandiko, waweze kufahamu maandiko. Jambo hili linatokea baada ya Yesu Kristo kufufuka, na wanafunzi wakiwa na hofu, kama nilivyokwisha kuambia. Ndio jambo hili linatokea baada ya Yesu Kristo kufufuka. Na sasa kazi ya kwanza ya Yesu Kristo kabla ya kupaa ilikuwa ni kuwafanya waweze kuelewa maandiko, kuwafanya waweze kuelewa maandiko, waweze kuelewa maandiko. Ndio ilikuwa msingi kabla ya kupaa. Anafanya jambo ambalo ni la msingi kwenye maisha ya kiroho. Ni nini kinachomwezesha mtu kuelewa maandiko kwa usahihi? Hilo ni swali. Ni jambo gani linaweza likatusaidia au likamfanya mtu akaelewa maandiko kwa usahihi? Hilo ni swali ambalo linahitaji majibu. Ili kujibu au kupata majibu ya swali hili, kuna mambo matatu ambayo tutayaona au tutajifunza siku ya leo, yatakayetusaidia kuelewa ni kwa namna gani mtu anaweza kuelewa maandiko au kufahamu au kujua, kupata ule ujuzi ulioko ndani ya maandiko. Mambo matatu. Jambo la kwanza, uelewa wa maandiko ni kazi ya Mungu ndani ya Mkristo. Tunapozungumzia Mkristo, ni yule aliyekubali kumpa Yesu Kristo maisha. Uelewa wa maandiko ni kazi ya Mungu kwa mfuasi wa Kristo. Kristo mwenyewe ndio anafanya uelewe maandiko. Kwa njia gani? Kwa mafundisho tofauti tofauti. Kwa mafundisho tofauti tofauti. Ukisoma kuanzia mstari wa 35, ukisoma mpaka mstari wa 44 mpaka mstari wa 49, utaona alikuwa nao pamoja na akiwa anawafundisha. Tena akawapeleka mpaka Agano la Kale, kilichoandikwa na manabii, kilichoandikwa na Torati, kilichoandikwa katika Zaburi. Manake alikuwa amegusa mafundisho ya Agano la Kale. Manake ni kwamba alikuwa anawafundisha. Sasa mstari wa 45 maandiko yanasema, ndipo akawafunulia akili zao. Akawafunulia, maana yake akili zao zilikuwa zimefunga kwa tafsiri nyingine. Lakini Kristo kabla ya kupaa alichokifanya ni akili zao zipate kufunguka, waweze kuelewa maandiko. Akili zao zipate kufunguka, maana yake aliondoa upofu uliokuwepo kwenye akili zao. Akili zao zilikuwa zina giza. Kabla Kristo hajapaa, alichokifanya ni akili zao zipate nuru katika maandiko, ili waweze kujua makusudi na mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile, Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 14, maandiko yanasema hivi. Wakorintho wa kwanza 2:14, maandiko yanasema, Wakorintho wa kwanza 2:14, maandiko yanasema hivi: basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Paulo anawaambia Wakorintho, anawaambia hivi, anawaambia basi. Neno basi maana yake kuna sababu ilikuwa hapo juu. Ndio maana mstari wa 14 anaanza na neno basi mwanadamu. Anajibu mwanadamu wa tabia ya mwili, basi mwanadamu wa tabia ya asili. Maana yake mwanadamu ambaye hajaokoka, mwanadamu ambaye hana Kristo ndani yake. Kwa sababu ukiwa na Kristo, kulingana na kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14,
sura ya 15, 16 na 17 anasema atamtuma roho wake, anakaa ndani yako, na kazi ya roho yake ni kufanya uweze kuelewa maandiko. Sasa hapa anasema hivi, basi mwanadamu wa tabia asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Hayapokei maana yake hayajui, kwa sababu yeye ni wa asili ya kawaida ya kibinadamu. Maana kwake huyo ni upuzi, maana yake ni vitu ambavyo havina msingi, wala hawezi kuyafahamu. Hawezi kuyafahamu kwa sababu hana roho wa Mungu ndani yake, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya roho, yatambulikana kwa jinsi ya roho. Lakini ukiangalia vile vile kile kitabu cha Waefeso 1:17-18, maandiko yanasema hivi, Mungu afungue macho ya mioyo yenu. Mungu afungue macho ya mioyo yenu, maana macho ya roho zenu yatiwe nuru. Waefeso 1:17 anasema hivi, 1:17 Waefeso anasema hivi, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Waefeso 1:17, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufufuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu, maanake ya roho, yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake, jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu, jinsi ulivyo. Macho ya roho zenu yatiwe nuru, maanake yafanywe kuwa na ufahamu, kwa sababu nuru pale ni mwanga. Nuru ni mwanga. Kukiwa na giza, maanake hauoni. Kukiwa na giza ni ngumu kuona, unategemea kuwa na mwanga. Sasa anapowaambia Waefeso macho yenu yatiwe nuru, maana yake macho yenu ya kiroho yawe na uelewa wa nini? Wa neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ndio msingi wa maisha yao, na ndio maana kabla Yesu kupaa alihitaji sana kuwafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Akili. Kwa hiyo akili yako inahitaji kujua maandiko, na si kuyasoma tu, kujua maana yake. Kwa mfano, unapoangalia mimi nilipokupeleka kwa Waefeso sura ya 1 mstari wa 18, anasema na macho ya roho yenu yatiwe nuru. Sasa ni lazima ujue nuru inamaanisha nini pale. Kwa nini nasema macho ya roho yenu? Je, roho ina macho? Maanake lazima akili yetu itambue kwamba, je, roho ina macho? Macho yanatafsiri kitu gani? Unapoangalia unatambua. Unapoangalia Luka 24 mstari wa 45 kwa macho, unaona huu ni mstari wa 45, lakini ukiwa kipofu maanake hauoni huu mstari. Na ndio maana vipofu wanapewa kitu kingine cha kuwasaidia wao waweze kutambua, namba na fedha. Wanafundishwa. Kwa nini? Ili wawe na uelewa. Lengo sio macho ya kibinadamu, lengo ni maisha ya yule mtu ya kiroho, yawe na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa na macho, tafsiri ya macho pale maana yake ni kwamba uwe na uelewa. Sasa ukileta kiroho, maana yake maisha yetu ya kiroho yanahitaji msaada wa Roho Mtakatifu ili tuweze kuwa na uelewa wa maandiko, ili kuweza kuwa na uelewa wa maandiko. Na tunapokuwa na uelewa wa maandiko, kinachotokea ni kukua hatua moja kwenda nyingine. Kukua. Kasome habari ya Yesu wakati baada ya kufunga, Ibilisi alivyompeleka na kumjaribu. Ibilisi alikuja na maandiko na Yesu alikuwa anayajua maandiko. Sio kwamba alikuwa ameyasoma tu, alikuwa anajua maana yake. Kila adui akija na sababu anaye majibu, akija na sababu anaye majibu. Kwa sababu gani? Alikuwa anayajua maandiko. Akili na mfumo wake wa fikra na maisha yake ya kiroho yalikuwa yameshiba maandiko. So kabla ya Mungu Kristo kupaa, aliwafunulia wanafunzi wayajue maandiko. Kadhalika ndio maana na sisi tunajaribu kusema kwamba tuhudhurie kwenye vipindi vya katikati, Bible study. Tunapokuja siku ya Jumatano tunaomba, ile ni special kwa ajili ya kuomba.
Tunapokuja siku ya Alhamisi ni special kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Jumatano tunapoomba tunamwambia Mungu atusaidie. Tunapoomba kwa ajili ya changamoto tunazopitia, lakini tunaomba Mungu atusaidie akili zetu tuweze kuelewa na maandiko. Tunapokuja kwenye kujifunza Bible study inakuwa ina maswali na majibu. Ndio maana ya kujifunza Bible study. Maswali yote ulionayo kulingana na ile topic tutakayotangaza unauliza. Pale ambako ulikuwa umekwama ndipo pale ambako Mungu anakufunulia akili yako kuelewa lile jambo lililokuwa linakutatiza. Lakini kwa nini? Ukisoma kwenye kitabu cha Hosea 4 mstari wa 6, Mungu kupitia nabii Hosea anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maanake maisha yao ya kiroho yalikuwa mabovu. Lakini ukisoma kitabu kile cha Marko sura ya 12 mstari wa 24, maandiko Yesu anawaambia Masadukayo kwamba je, ampotei kwa sababu hii amu yajui maandiko? Kwa hiyo kama hujui maandiko, kupotea ni kitu rahisi. Kupotea kiroho ni heri upotee kikawaida, ulikuwa unaenda nyumbani ukapotea, kuliko upotee kiroho, kwa sababu ukipotea kiroho ni hatari kwenye maisha yako. Kwa sababu tunatazamia kama Wakristo baada ya maisha haya tuwe na uzima wa milele, tuende kukutana na Mungu. Sasa ni kitu gani ambacho kinatufanya tuweze kwenda kwenye ile njia? Ni maandiko. Sasa tukiwa tuna maandiko, manake tutapotea. So cha msingi ni kujua maandiko. Na tukijua maandiko tutatoka hatua moja kwenda nyingine ya kiroho. So Kristo aliwafunulia maandiko. Ni maombi yangu ya kwamba Kristo akufunulie kila tunapojifunza. Hebu jaribu Jumapili inapofika au kwenye kipindi cha Bible study, jitahidi kutaka kujua kwamba hapa mhubiri anamaanisha nini. Notes hata kitu kidogo, andika hata kitu kidogo, kwa sababu kitakusaidia unapokaa nyumbani. Na isiishie hapo, unapoenda nyumbani, unapokaa kazini, jitahidi uweze kuangalia hapa mhubiri alichosema, ili uweze kuwa na maswali, kwa sababu unapo notes na unapojifunza utakuwa na maswali. Ukikutana na mwalimu anapofundisha Bible study, umuulize hivi, hapa mwandishi alikuwa anamaanisha kitu gani? Ndio hatua ya kukua. So unasoma Biblia, lakini pia unaomba. Roho Mtakatifu chakula chake ni neno. Chakula chake kukufanya wewe uweze kukua ni neno. Neno linapokaa ndani yako, hata mafuriko yaje hawezi kukuondoa. Sababu ya pili nasema maandiko yote yanamhusu Kristo. Maandiko yote yanamhusu Kristo, kuanzia Agano la Kale mpaka Ufunuo. Maandiko yote. Mstari wa 44 maandiko yanasema hivi: kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Anasema hivi hayo, mstari wa 44, kisha akamwambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, kabla sijafa, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati. Torati ilitabiri, Torati ya Musa, vitabu vile vitano. Torati ya Musa, ukisikia Torati ya Musa manake ni Mwanzo mpaka Kumbukumbu la Torati. Lakini ukisikia nabii manake ni kuanzia kitabu cha Yoshua, vile vitabu vyote. Lakini kuna Zaburi, manake imekamilisha Agano la Kale lote, kwamba Agano la Kale lote lilikuwa linamzungumzia Kristo anayekuja. Kristo akija lazima afe kwa sababu ya dhambi, afe na siku ya tatu afufuke. Anasema kisha akamwambia, hayo ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi, Na baada ya kuwaambia hayo, akawafunulia akili zao ili wajue mapenzi ya Mungu kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Ukisoma kile kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 39, Yesu Kristo
anasema hivi, Yohana 5:39, maandiko yanasema hivi. Yohana 5:39, maandiko yanasema hivi, yanasema yachanguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayenishuhudia. Nataka uone, nasema anaongea na Mafarisayo, anawaambia mwayachanguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele. Kwa nini alikuwa anawaambia? Wayahudi walikuwa ni watu ambao wanajivuna kwa sababu walikuwa na sheria ya Musa. Kwa hiyo walikuwa wanajua kwamba kwa 100% wao wana uzima wa milele, aidha wafanye mabaya au wasifanye mema, na walikuwa wanaamini kwamba wana uzima wa milele kwa matendo, sio kwa neema, kwa matendo. Na ndio Yesu Kristo anaambia mwayachunguza maandiko mkifikiri mnayo uzima. Maana yake mnachunguza maandiko lakini hamjui msingi wa maandiko ni nani. Mimi ninayezungumza naye ndio maandiko yananizungumzia mimi. Mimi ninayezungumza naye ndio maandiko yanayonizungumzia. So mkiyafuata maandiko vile yanapaswa, mtajua kile ambacho ninahitaji katika maisha yenu. Ndicho alikuwa anataka wafahamu. Soma kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 43. Tembelee kidogo Biblia. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 43. Maandiko yanasema hivi: huyo manabii wote ushuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Huyo manabii wote, huyo ni nani? Yesu Kristo. Yesu Kristo. So katika Biblia unapoisoma unaweza ukaisoma kutoka mwanzo mpaka Ufunuo, lakini usipate kilichoko ndani yake. Kilichoko ndani yake ni nini? Kilichoko ndani yake ni Kristo. Unaposoma Biblia, maana yake unatakiwa utoke na kitu kilichoko ndani yake. Sasa Mafarisayo walikuwa wanaye maandiko, lakini Wayahudi walikuwa na maandiko, lakini walikosa kilichokuwa ndani ya maandiko. Kwa sababu ukisoma vizuri kitabu, tukinyambue kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa 10, sura ya 10 mstari wa 43, tukinyambue kidogo taratibu ili uweze kuelewa kile ninachomaanisha. Mstari wa 43 maandiko yanasema, Matendo ya Mitume 10. Huyo anazungumziwa nani? Huyo ni Kristo. Huyo manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kila amwaminie. Kisoma Yohana 3:16 anasema hivi: kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa Wayahudi walipotea kwa kuto kumwamini Yesu Kristo, na ndio maana nimekwambia usisome Biblia alafu ukaondoka hujamuona Kristo ndani ya maandiko. Kwa sababu ukisoma Biblia alafu ukaondoka hujamuona Kristo ndani ya maandiko, utapotea kiroho. Anawaambia Petro, huyu ni Petro alihubiri hapa. Kusoma mstari wa 34 unaonesha Petro alihubiri akasema hivi, mstari wa 43, huyo manabii wote umshuhudie kwamba kwa jina lake kila muumini atapata ondoleo la dhambi. Kumbuka, dhambi ni ugonjwa ambao ulimfanya mwanadamu akose uhusiano na Mungu. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili, utaona Mungu alikuwa anashuka na kupiga stori na mwanadamu. Lakini pia utaona Adamu alivyoumbwa alikuwa na uwezo wa kuwasiliana na Mungu na kujua Mungu anataka kitu gani. Lakini sura ya 3 unaona anguko la mwanadamu, dhambi. Mwanadamu anakaa mbali, ghafla anaenda kutafuta nguo ya kujificha kwa sababu anajiona hastahili. Sasa Kristo alichokuja kushughulika nacho kwa mwanadamu ni dhambi. Dhambi maana yake ni nini? Dhambi maana yake ni kwenda kinyume na utaratibu wa Mungu, au
kuto kufika kwenye shabaha Mungu ambaye amekusudia mwanadamu afike. Mwanadamu alishindwa kufika pale ambako Mungu alikuwa anataka. Huo wanatoa mfano wa mpiga mshale. Kuna tundu liko mahali kama pale mbele ya ukuta, alafu anatakiwa alenge pale kwenye ile tundu. Mpiga mshale anapiga, anatakiwa alenge kwenye ile tundu. Sasa akikosea, maana yake ni dhambi. Ndio tafsiri ya dhambi, kwamba mwanadamu alikuwa amewekewa point ambayo anatakiwa aende nayo, lakini mwanadamu aliasi. Sasa basi, baada ya anguko, kitu gani kilitokea? Mungu akaleta mpango wa kumtafuta mwanadamu. Ukisoma sura ya 3 ya Mwanzo mistari ya mwisho, utakuta Mungu alimchinja mwana kondoo, alafu alipomchinja akamvisha ile ngozi. Maanake mwanadamu hawezi kujisimamia katika uzima yeye binafsi. Ondoleo la dhambi linaondolewa kwa damu. Yule mwana kondoo alikuwa ni picha ya Yesu Kristo. Ndio maana maandiko yanasema huyo anayezungumziwa. Ndio maana maandiko yanasema Torati na manabii na Zaburi vimenizungumzia ya kwamba nitakuja, nitakufa kwa ajili ya dhambi ili uweze kuwa na uzima wa milele. Na ndio maana nakwambia usisome maandiko ukatoka hivyo. Soma maandiko leo. Mungu alikuwa na mpango gani na mimi? Mungu mpango wa kwanza ni uwe na uzima na milele. Wanasema tafuteni kwanza uzima wa milele na haki yake, na yote mtazidishiwa. Uzima wa milele. Ukiwa na uzima wa milele, mbele za Mungu unaenda na yeye anakulinda. Hivi vingine anavileta siku baada ya siku. Lakini ugonjwa, Petro anawaambia huyo anawaondolea dhambi. Yeye ndo amekuja kwa ajili ya kutuondoa katika dhambi, kutuondoa katika ugonjwa ambao huwezi kufananisha hata na korona. Ugonjwa ambao huwezi kufananisha hata na korona. Yesu Kristo, unaposoma maandiko unataka umuone ndani yake, kwa sababu maandiko yasema, kisha akamwambia hayo ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, kwamba ni lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi, kwamba yale yote yaliyotabiriwa kwa ajili yangu ni lazima yatimizwe. Ndio mstari wa 45 maandiko yanasema akawafunulia akili zao. So ili tuweze kuelewa maandiko, tunapaswa kuomba Mungu atusaidie, lakini pia tunapaswa kufundishwa kama Yesu Kristo alivyofundisha wanafunzi wake. Tujifunze, tuulize maswali na tuelewe maandiko. Sababu ya 3 inasema uelewa wa maandiko una lengo la Injili. Uelewa wa maandiko una lengo la Injili. Injili maana yake ni Injili maana yake ni habari njema. Kwa hiyo unapouelewa maandiko una lengo la Injili. Maana yake lengo la Injili kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo ni habari njema. Ukisoma kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, ile tunasema ni injili ya kwanza ilihubiriwa pale. Injili ya kwanza ambayo kwa mwanadamu ilikuwa ni yenye matumaini, lakini kwa shetani ilikuwa ni hatari. Kwa sababu shetani alikuwa tayari amemuingiza mwanadamu kwenye kutenda dhambi, lakini Mungu analeta njia ya mwanadamu kutoka katika dhambi. Hiyo ilikuwa habari njema kwa mwanadamu, kwa Adam, lakini ilikuwa habari chungu kwa Ibilisi. Ilikuwa habari chungu kwa Ibilisi, kwa sababu maandiko yanasema hivi, Mwanzo 3:15. Maandiko yanasema hivi, hiyo ndio injili ya kwanza na ni Mungu mwenyewe alihubiri. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utaponda kisigino, na wewe utamponda kisigino. Nataka uone hii ni mauti ya Kristo ilikuwa inatabiriwa hapa. Nami nitaweka uadui kati yako na uzao kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Wewe utakuponda kichwa na wewe utaponda kisigino. Ukipondwa kichwa na nyundo, kitu gani kinatokea? Ukiponda kichwa na nyundo, kitu gani kinatokea? Kumbuka ni Ibilisi alikuwa anaambiwa ya kwamba Mungu ataweka uadui
kati ya uzao wa mwanamke yoyote ambaye angepata fursa, na alipata fursa, alikuwa ni Mariamu, ya kumbeba Kristo ili aje duniani apondwe kisigino. Kisigino ni nini? Mateso, changamoto, shida kwa ajili ya mimi na wewe, kwa ajili ya dhambi. Alafu Kristo alipokufa akaenda kuzimu, alienda kumponda ibilisi kichwa. Ndio maana alikuja akamwambia, nimeshinda mauti na kaburi. Na ndio Paulo anawaambia Wakorintho, ukisoma ile sura ya 15, ya kwamba uwapi uchungu wako mauti, uwapi kushinda kwako kaburi. Manake uchungu, mauti na nguvu ya kaburi Kristo alishinda pale msalabani. So tunaposoma mstari wa 46, maandiko yanasema, akamwambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote yatahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Nataka uone kwamba anasema hivi, akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Kwa nini ateswe? Kwa sababu ya dhambi yangu na yako, na kwamba mataifa yote yatahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Alafu akwambia, ninyi ndio mashahidi, ninyi ndio mtaipeleka Injili. Kwamba Injili, kwamba uelewa maandiko una lengo la Injili. Unaposoma maandiko unatakiwa uone Kristo kwamba amekuja kwa ajili ya kukuondolea dhambi, kwa sababu ndio lengo la maandiko kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Unaposoma maandiko unatakiwa uone ya kwamba mimi ninatemewa dhambi zangu ninapomwamini Yesu Kristo. Swali la kujiuliza, je, unaposoma maandiko unaona namna hiyo? Swali la kujiuliza, je, unaposoma maandiko wewe ni mmoja wako kama mitume, ya kwamba Kristo ameteswa, amekufa kwa sababu ya dhambi zako, au bado unatembea katika njia za kumwasi Kristo? Hilo ni swali ambalo tunajiuliza, ya kwamba unaposoma maandiko unaona nini ndani yake? Unaona kusamehewa dhambi, au bado unatembea katika dhambi? Unaposoma maandiko unataka uone kwamba Kristo alisulubiwa, alikufa, na mimi ninatakiwa nimwamini ili niwe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Hatujifunzi tu kwa juu, tunapaswa kuingia ndani, tuchimbue maandiko ili tuweze kuelewa Mungu alikuwa na kusudi gani na maisha yetu ya kiroho. Kwa sababu maisha yetu ya kiroho kuanzia pale Adam baba yetu alipokwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, anguko likaanza. Kuanzia hapo mwanadamu Mungu akamfungulia mlango, na sasa ni kwa namna gani tunaposoma maandiko ili tuweze kuona huo mlango? Na mlango ni Kristo. Lango la kwenda mbinguni, la kwenda mbinguni. Kristo ndio lango. Ile tenzi inaimba vizuri sana. Kristo ndio lango. Unaposoma maandiko uwe mwenyewe muone Kristo ndani ya maandiko. Kama hujamuona, omba Mungu akusaidie ili uweze kumuona Kristo ndani ya maandiko. Tuna manabii wengi wa uongo dunia leo, wanatamani kukupata, waweze kukumaliza vile wanavyotaka. Lakini unapokuwa umesoma maandiko, ukastaarabika kwenye maandiko, ukamuona Mungu kwenye maandiko, wewe utakuwa umekamilika, au utakuwa umepwaya, utakuwa umekamilika. Wapendwa, leo tumejifunza mambo kadhaa. Mungu ndio anayeleta uelewa katika maandiko. Mambo muamini Yesu Kristo. Soma kitabu cha Yohana 14 mpaka 16 sura, utaona unapomwamini Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anaingia ndani ili uweze kuelewa maandiko. Lakini maandiko yote yanamwelekeza Kristo, yameelekea kwa Kristo. Kristo ndio chanzo kama juzi nilivyokuambia, lakini pia uelewa kweli utupeleka katika Injili, habari njema ya kusamehewa dhambi. Tunapopata habari njema, na habari njema ni kwamba tusamehewe dhambi. Je, umefunguliwa akili zako kuelewa maandiko? Bwana
akufunulie akili. Bwana akuwezeshe. Bwana akufanye uelewe maandiko ili uone kitu kilichoko ndani ya maandiko. Ni maombi yangu asubuhi ya leo ya kwamba Mungu akusaidie akili zako kama mitume walivyofunuliwa, akufunulie ili ujue lengo la